السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Watukufu Islam, tumekutana tena mwaka mwingine kwa ajili ya Kiswatul Miraji. Kama ilivyo ada yetu na desturi yetu, kila mwaka inapofika mwezi kama wa leo, mwezi 27 Rajabu, tunakisoma kiswa cha Miraji, safari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka mpaka Palestina na kutoka Palestina mpaka kuzipanda mbingu zote 7. Kiswa hiki ni moja katika tarehe kubwa ndani ya Uislamu. Safari hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ina sababu zake. Mwenyezi Mungu anasema waja'alna kulla shay'in sababa. Tumejalia kila kitu na sababu yake, hata kifo kina sababu yake. Sababu yake ni nini bwana? Sema alidondoka ndio akafa. Kule kudondoka ndio sababu, lakini kifo kiko pale pale. Nini sababu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekwa Isra wal Miraji? Kuna sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza kabisa, hii safari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ni liwazo kumliwaza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyofahamu, mtume baada ya kuambiwa tu wewe ni mtume, baada ya kupewa utume tu, alikumbana na adha mbalimbali kutoka kwa Makuraishi. Pamoja na kuwa kabla hajapata utume alikuwa anafahamika na Makuraishi, anasifika na Makuraishi kwa tabia yake nzuri, lakini pia kwa uaminifu wake, mpaka Makuraishi walimpiga lakabu wakasema hadha huwa sadiqul amin, huyu ni mkweli na mwaminifu. Lakini dosari ilitokea pale tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompa wahayi, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, zile aya 5 za kwanza, akiwa katika Jabal Hira, Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kupewa ule wahayi, wewe ni mtume, nenda kawahadharisha watu wako, pale ndio matatizo yalianza kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Sasa safari hii wanasema sababu ya kwanza ni liwazo, analiwazwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume baada ya Makuraishi kuandikiana mkataba kwamba mtume afukuzwe yeye pamoja na wale waliomwamini, atolewe pale Maka mjini, wapelekwe huko mbali porini, ili wakapate kibano kule, wenyewe warudi wakubaliane na kuabudu yale masanamu, waachana na kumwabudu Mungu mmoja. Lakini wale walioandaa njama hii ya kumfukuza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, baadhi yao walikuja wakakaa chini, takriban wazee 5, wazee wenye kusikika pale Maka. Wakakaa wakafanya shura usiku kama waleo, kama saa hizi, wakaulizana, hivi ni kweli dada zetu kule hawali, sisi tunakula? Kaka zetu kule hawali, sisi tunakula? Baba zetu kule hawali, sisi tunakula? Kwa sababu tu wamesema Mungu ni moja. Si imani yao wamemwamini Mungu wao waliotaka kumwamini, na sisi tumemwamini masanamu yetu haya tunayaabudia. Kwa nini wapate shida? Kwa nini walale na njaa wakati sisi tunakula? Wale wazee 5 wakasema haiwezekani. Ule mkataba tuliouangika kwenye kuta ya msikiti wa Maka, tunaenda kuunyofoa, kuutoa ule mkataba. Ni mkataba wa kidhalimu, haiwezekani. Hii ni dhulma kubwa hii.
Wale waliokaa mwanzo wakaafikiana wafukuzwe mtume na wale muamini Mwenyezi Mungu, baadhi yao ndio hao waliokaa wakasema haiwezekani, kama ni uovu tumefanya, lakini hata hili haiwezekani, hii ni dhulma hii. Sasa wakapangana wale watano, bwana wewe, kesho tunaitisha kikao cha dharura. Utaanza kusema wewe, jamani, ule mkataba tulioandikiana ule ni mkataba wa kidhalimu, ule haufai, tunataka wale watu warudi. Hujamalizia, asimame wa pili ashadidishe pale. Hajamalizia huyo pili, watatu asimame, wanne asimame, watano asimame. Kesho ndo mwisho, ule mkataba tunaenda kuchana pale katika msikiti wa Maka. Kweli kesho wakaitisha kikao cha dharura. Waarabu Makureshi hawajui hiki kikao kinahusu nini, lakini walokiitisha ni wale wazee wenzao, wazee wenye nguvu. Baada ya kukusanyika wale Makureshi wote, akasimama wa kwanza akaeleza alichoeleza. Lengo ni ule mkataba, ni mkataba wa kidhalimu ule ukatolewe pale, wale mabwana warudi huko mjini. Anamalizia akasimama wa pili, anamalizia anasimama wa tatu, akasimama wa nne, akafunga kazi yule watano. Abu Jahali alisimama haraka haraka akasema, ili fumbo hili hamwezi mkatufumbia sisi, tumelifumbua ili fumbo. Hiki chakula kimepikwa usiku, hauwezi wakakurupuka tu hawa mabwana hawa eti asubuhi wakaanza na habari zao hizi. Hapana, hili neno limepikwa tangia usiku. Na ni kweli walilitengeneza tangia usiku wale wazee. Wakaafikiana ule mkataba, ukaenda ukanyofolewa pale katika msikiti. Mkataba gani wa kidhalimu? Mtume sallallahu alaihi wasallama akatolewa kule katika ile jela, wakarudi Maka. Wamerudi kukaa kiasi cha mwezi moja, anakufa mke wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bibi Khadija. Khadija ambaye ndo alikuwa anamsimamia bwana Mtume, kwa sababu Khadija kanati dha malin, alikuwa na mali nyingi sana. Bibi Khadija ni mmoja katika akina mama walioitetea dini hii ya Kiislamu na walomtetea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia mali zake, lakini ndio mama wa kwanza katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwamini bwana Mtume kama ni nabii wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakufa bibi Khadija. Haukupita mwezi anakuja kufa ami yake bwana Mtume Abu Talib. Abu Talib ndo alikuwa anamuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam na adha za Makureshi. Hata siku moja Makureshi wakachukua mtoto wao wakaenda naye kwa Abu Talib, wakamwambia Abu Talib, chukua mtoto huyu, kama una shida ya mtoto umlee, tupe huyu kijana Muhammad tukamuulie mbali. Abu Talib ni kafiri. Akawaambia, hivi nyinyi mnazo akili? Yaani nichukua mtoto wenu niwaleleeni mtoto wenu, halafu nikupeni mwanangu mkamuue? Haiwezekani. Huyu atabaki katika himaya yangu mpaka pale roho yangu itakapotengana na kiwiliwili changu. Anakufa huyu mzee Abu Talib, na amekufa hajawa Muislamu. Baada ya kufa Abu Talib, ndio aliokuwa na Muhammad bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Makureshi wakazidisha kumuudhi bwana Mtume, kumharibu, yani kumharibia, kutia kila aina ya ubaya, kila aina ya adha, maudhi yote, kwa sababu si hana mtu tena kumtegemea. Mtume akaona isiwe shida, hebu ngoja nitoke hapa Maka niende Twaifu, nje ya Maka kidogo, kule inawezekana watu wa Twaifu wakanipokea kwa uzuri. Lakini amefika Twaifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, tofauti na yale matarajio yake. Alichokumbana nacho pale Twaifu ni kipigo. Amepigwa mpaka nguo zake zikalowa damu, damu inachuruzika mpaka viatu vyake vikalowa damu. Watu wa Twaifu walipopata taarifa Mtume anatoka Maka anaenda Twaifu, waliwakusanya vijana tu, wakawaambia, pangeni mawe, wekeni malundo ya mawe pembezoni mwa njia. Anapopita bwana Mtume, watu wasiangaike yake kwenda kutafuta mawe yako wapi. Kazi yao ni kuchukua tu mawe na kufanya nini? Na kumpopoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kapigwa bwana Mtume kipigo kibaya sana. Wamemaliza kumpiga bwana Mtume, anashuka Jibrilu alaihi salatu wasalam. Mungu amemtuma na amempa uwezo, amempa pawa Jibrilu alaihi salam. Jibrilu anaenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuuliza, unasemaje Muhammad? Nimetumwa na Mola wako, ninao uwezo mimi wa kuingiza kiganja changu cha mkono katika kijiji hiki cha Twaifu, nikinyanyue juu halafu nikifunikize chini. Ardhi inaitambia mbingu, inaiambia mbingu, wewe si chochote si lolote.
mimi ni bora kukushinda wewe. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipamba mimi. Huku chini ardhini kuna bahari, kuna mito, kuna miti, kuna majabali na vingine ambavyo viko katika ardhi. Kwa hiyo ana khairu minka, mimi ni bora kukushinda wewe ardhi. Mimi ni bora kukushinda wewe mbingu. Mbingu na yenyewe ikarudisha mashambulizi, ikasema ana khairu minka, mimi ni bora kukushinda wewe ardhi. Kwa sababu gani? Anna shamsa wal qamara wan nujuma wal aflaka wal arsha wal kursiya fiya, hivi vyote, pepo, nyota, nujumi, zile arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jua pamoja na mwezi, vyote viko huku kwangu mimi. Kwa hiyo ana khairu minka, mimi ni bora kukushinda wewe ardhi. Ardhi ikarudisha majibu, ikasema fiya baitun yazuruhu al-anbiya wal-mursalun wal-mu'minuna amma, huku kwangu kuna nyumba ambayo wanaizuru, wanaitufu manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mitume anbiya pamoja na mursalin, mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaitufu nyumba hii, lakini pia na waumini wote wanaitufu hii nyumba Kaaba. Kwa hiyo ana khairu minka, huwezi ukanishinda mimi wewe mbingu, mimi ni bora kuliko wewe. Mbingu na yenyewe ikarudisha majibu tena, ikaiambia ardhi fiya baitun maamur yatufuhu malaikatur rahman, huku kwangu upo msikiti ambao ni baitul maamur. Msikiti huu wanatufu malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini fiya jannatul hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin wa awliya illahi ta'ala, huku kwangu pia ipo pepo ambayo ndio maishio ya waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ninayo pepo huku kwangu, ndio maishio, waishi watakavyoishi duniani, lakini wakija huku wanaishia katika nini? Katika pepo. Kwa hiyo ana khairu minka, mimi ni bora kukushinda wewe ardhi. Ardhi naye ikarudisha majibu, ikasema fiya sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin, kwangu huku ardhini yupo bwana wa manabii wote, lakini pia mtume wa mwisho aliopewa utume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo huku kwangu ardhini. Sasa mimi ni bora kukushinda wewe. Mbingu iliposikia maneno haya ya ardhi, ikawa sasa haina jibu tena lingine la kurudishia nini? Kuirudishia ardhi. Falamma sami'at dhalika sakatat anil jawabi, mbingu iliposikia hoja hii ya ardhi ilishindwa kujibu na ikanyamaza, kwa sababu haina jibu la kuirudishia ardhi. Watawajjahati ila Allah Ta'ala, ikawa haina pa kukimbilia zaidi. Kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbingu ikasema ya Rabbi, Mola wangu, hakika ardhi imenishinda mimi kwa hoja. Sasa wa anatujibu almudhtarra idha da'aka, na wewe unajibu yule alosongwa na matatizo pale anapokuomba. Ninachokuomba mimi, Mola wangu, naomba unipandishie huyu Muhammadi ambaye ardhi imejifakhiri nayo, fatasharrafa bihi kama tasharrafat bihi al-ardhu bihi wa bijamalihi, nijifakhiri na huyo kijana, huyo Muhammad, kama ilivyojifakhiri ardhi juu ya nani? Ya huyo Muhammad na uzuri wake. Mwenyezi Mungu anajibu maombi ya yule anayemuomba. Ikabidi ajibu maombi ya nani? Ya mbingu. Akapeleka wahi kwa Jibril alayhi salatu wasalam, akamwambia Jibril, usiku huu wa leo usiche, na Mikail, usiku huu Israel, usiku huu wa leo usichukua roho ya kiumbe wa aina yoyote, marufuku.
Jibrilu hili likamtia wasiwasi, mbona maneno mazito haya? Akamuuliza, ajaatil qiyamatu ya rabbi, ya rabbi, qiyama kishafika vipi? Mwenyezi Mungu akamwambia hapana, walakin idhhabu ila aljanna wa khudhil buraqa, lakini nenda peponi, kamchukua buraku, uteremke naye ardhini, umchukue yule kijana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uje naye, mimi nina mazungumzo naye na shida naye huyo kijana. Jibrilu akatoka pale akaelekea katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipofika katika pepo akawakuta buraku wengi wanalisha katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pembezoni mwa hao buraku akamwona buraku moja ameinamia chini, ana huzuni, anatokwa na machozi. Akamfuata yule buraku kwa lengo la kwenda kumuuliza ni kitu gani kilichomsibu, halafu ndo arudi amchukue buraku ili aende naye chini katika ardhi akambebe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amefika kwa yule buraku, anamuuliza, malaka ya buraku, una nini wewe, kwa nini unalia? Buraku anamwambia Jibril alayhi salatu wasalam, tangia miaka mingi sana huko nyuma na katika paji za nyuso za buraku wameandikwa Muhammad katika paji za nyuso zao. Sasa yule buraku anamwambia Jibril alayhi salatu wasalam, miaka mingi sana imepita nilipoliona hili jina la Muhammad katika nyuso za buraku wenzangu, na mimi pia hili jina limo, yaliingia mahaba katika moyo wangu, nikampenda sana huyu mwenye jina. Basi kuanzia siku hiyo la ahtaj ama lam ahtaj ila tuami wala sharabi, nikawa mimi sina hamu ya chakula, sina hamu ya vinywaji, nikawa na huzuni tu. Lengo, huyu bwana moyo wangu umempenda sana, natamani nimuone. Jibril akaona, ala, sasa kama wewe haya mapenzi yako juu ya huyu kijana na mimi ndo nimetumwa na Mola wangu nikamchukue, basi wewe ndo unatakiwa ukambebe huyu ambaye alikupa taabu miaka yote hiyo. Ndio Jibrilu akampamba buraku, akamvisha lijamu, akashuka naye ardhini mpaka mwisho wa Qissatul Miraji. Kwa hiyo hizi ndiyo sababu mbili kuu kwa nini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asafiri Isra wal Miraji. Jibril akashuka na hiyo buraku kwenda mpaka katika mji wa Maka, akaanza kufanya prosesi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtoa pale, kama tutakavyoziona ambavyo zinaelezewa na vijana wetu. Kwa hiyo nilikuwa nitangulize kuelezea sababu Mtume hajakurupuka tu katika safari hii. Kuna sababu zilimfanya aisafiri hii safari. Kwanza ni tasliyatul li rasulillah, Mungu anamliwaza mtume wake asijione yuko peke yake. Lakini sababu ya pili ni kufakharishana baina ya mbingu na ardhi, kila moja anajigamba mimi ni bora kukushinda wewe, mimi ni bora kukushinda wewe. Lakini imeonekana nani mshindi? Ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeonekana ndio mshindi. Na ushindi wa ardhi umetokana na nani? Na huyu sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalaiq wal bashar, mbora wa viumbe na binadamu ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muda huu sasa tuingie moja kwa moja katika Qissatul Miraji kwa ajili ya kusoma Qissatul Miraji. Maiki yetu hii ya kule kwa kina mama imegoma. Kwa hiyo kwa sababu miongoni mwa wanaotusimulia kiswa hiki ni watoto mabinti wa madrasa, sasa ikifika zamu ya wale mabinti insha Allah taala viti vyao tutaviweka hapa. Shedi Homa, tuletee viti vitano vya hapa Ustazi Hamisi. Ikifika zamu yao basi wataendelea kusoma kwa sababu maiki zitakuwa karibu nao hapa. Sasa tuingie kwenye Qissatul Miraji. Tuanze na kumswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa maana ile kaswida ya kuonyesha huyu anayepandishwa ni nani. Sallu ala nuril ladhi urija sama ya fawza ma sallu alayhi wa sallama. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز ما
صلوا عليه وسلم. يا ليلة بعث الحبيب يدر من قؤس الوصال مدامة وتكرما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز ما صلوا عليه وسلم. نعم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kwa jina naitwa Shabani Khalid, nimekaa hapa mbele yenu kwa kusomea Kiswatul Miraj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-aya. Bismillahirrahmanirrahim. Kati yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika chumba kilichopo mbele ya Al-Kaaba, aliyakuwa amelala katikati ya vijana wawili, nao ni Hamza bin Abdul Muttalib na Jafar bin Abdul Muttalib. Mara akamwijilia Jibril na Mikail, na pamoja na hawa alikuwa malaika mwingine naye ni Israfil. Basi wakamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka alale kwa maungo yake, na aliyetawalia kitendo hiki miongoni mwao ni Jibril. Na katika riwaya nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ilipasuka sakafu ya nyumba yangu, akashuka Jibril akampasua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia kwenye kilinda shingo chake mpaka chini ya tumbo lake. Jibril akasema kumwambia Mikail, niletee chombo chenye maji ya Zamzam ili niutwarishe moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril akaenda na kurudi mara 3 na mateko ya maji ya Zamzam. Jibril akaenda Mikail na kurudi na mateko 3 ya maji ya Zamzam. Kisha Jibril alayhi salatu wassalam akanyunyizia yale maji katika kifua cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akakijaza pole wa kila Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujazwa hekima, imani, Uislamu na yaqini, Jibril alayhi salatu wasalam alimpiga muhuri kati ya mabega yake mawili kwa muhuri wa mwisho wa utume. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kisha kaletwa buraku hali ya kupambwa na kuveshwa khatamu, na huyo buraku ni mnyama mweupe mrefu zaidi ya punda na mfupi chini ya nyumbu. Huweka kato zake pale lipatapo kukoma kuona jicho lake, hutingisha masikio yake, hii kuonyesha nguvu na shauku aliyokuwa nayo juu ya kusafiri na Mtume. Maajabu ya mnyama huyu ni pale aendapo kwenye mlima, miguu yake hurefuka, na pale ashukapo kwenye mlima, mikono yake hurefuka. Ana mbawa 2 katika mapaja yake. Mbawa hizo hutilia nguvu miguu yake katika safari. Kisha akafanya tabu buraku pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitaka kumpanda. Jibril bila kuchelewa akashika singa la buraku, kisha akasema, uoni haya buraku, na hapa kwa Mwenyezi Mungu hajawahi kukupanda kiumbe bora kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa huyu. Buraku akaona haya na kutulia hadi kubujikwa na jasho, na walikuwa akimpanda mitume wengine huyo buraku. Miongoni mwa mitume hao ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam akitoka Sham
kwenda Maka kumtembelea mwanaye Ismail na mama yake Hajara, nao waliwekwa huko kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Jibril akamchukua mtume na kuendelea na safari. Kuliani kwa mtume kulikuwa na Jibril na kushotoni kwa mtume alikuwa Mikail. Na katika mapokezi ya Saadi, aliyeshikilia vipandio vya buraku ni Jibril na aliyeshikilia khatamu za buraku ni Mikail. Basi wakaenda pamoja mpaka wakafika katika ardhi yenye mitende mingi. Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shuka na uswali mahala hapa. Mtume akashuka na kuswali na kisha akampanda buraku. Buraku akaondoka pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril akamuuliza Mtume, je, unajua ni wapi umeswali? Mtume akasema, la, sipajui. Jibril akamwambia, umeswali mahala panapoitwa umeswali mahala panapoitwa Twaiba, na mahala hapa utakuja kupahamia. Bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ashawasili Madinatul Munawwar. Kisha Mtume akampanda buraku na kuendelea na safari. Jibril akamwambia tena Mtume, shuka na uswali mahala hapa. Mtume akashuka na kuswali na kisha akampanda buraku. Jibril akamuuliza Mtume, je, unajua ni wapi umeswali? Mtume akasema, la, sipajui. Jibril akamwambia, umeswali mahala panapoitwa Madiana, mbele ya mti wa Musa alipopumzika akitoka Misri kwa hofu ya Firauni. Kisha Mtume akampanda buraku na kuendelea na safari. Sifa zake ni zile zile buraku, uweka kwato zake pale linapokoma kuona jicho lake. Kisha Jibril akamwambia tena Mtume, shuka na uswali mahala hapa. Mtume akashuka na kuswali na kisha akampanda buraku. Jibril akamuuliza tena Mtume, je, unajua ni wapi umeswali? Mtume akasema, la, sipajui. Jibril akamwambia, umeswali mahala panapoitwa Turi Saina, mahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimzungumzia Nabii Musa maneno. Kisha akaondoka pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril akamwambia tena Mtume, shuka na uswali mahala hapa. Mtume akashuka na kuswali na kisha akampanda buraku. Jibril akamuuliza tena kwa mara nyingine Mtume, je, unajua ni wapi umeswali? Mtume akasema, sipajui. Jibril akamwambia, umeswali mahala panapoitwa Turi Saina, mahala ambapo alizaliwa Isa mwana wa Maryam. Kati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda akiwa juu ya buraku, mara akamuona ifrit wa kijini akimtafuta kwa kijinga cha moto ili amzuru bwana Mtume. Kila akigeuka bwana Mtume umuona huyo ifrit, basi Mtume akapatwa na hofu. Jibril akamuuliza Mtume, je, sikufundishi maneno yaseme? Utakapoyasema hayo maneno ataanguka kifudifudi huyo ifrit na kijinga chake cha moto kitazimika. Pasina kuchelewa Mtume akasema, nifundishe ewe Jibril. Naendelea, tuwe hadhiri, tuendelee kusikiliza safari ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumwambia Jibril haya maneno na yanahitajia sana nifundishe, Jibril akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema najilinda kwa dhati ya Mwenyezi Mungu iliyotukuka na maneno yake yaliyotimia, maneno ambayo halipiti jema wala ovu, kutokana na shari zenye kupanda juu mbinguni na kutokana na shari zenye kuteremka chini na kutokana na shari zenye kutoka katika ardhi na kutokana na shari zenye kuenea katika ardhi na kutokana na fitina za usiku na mchana na kutokana na vizushi vya usiku na mchana, isipokuwa kizushi chenye kuzuka kwa kheri, ewe mwenye kurehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza yale maneno, yule ifriti wa kijini alianguka kifudifudi na kijinga chake cha moto kikazimika pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka akawakuta watu wanalima siku moja na wanavuna siku ya pili, na kila wakivuna hurudia kana kwamba havijavunwa, ili mradi tu wapate kurudia kuvuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, kisha akaenda akakuta watu hupondwa vichwa vyao,
kila vikipondwa hurudia kama havikupondwa, wala hapunguziwi hili la kupondwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni watu gani hawa? Jibril akasema, hawa ni watu ambao vichwa vyao vilikuwa vigumu katika swala za faradhi, si wengine bali hawa ni matwari kuswalati. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapita watu wamevaa viguo vidogo vyenye kustiri tupu ya mbele na nyuma tu. Watu hao walikuwa wanasagwa kama mbuzi na ngamia, huku wakila miba na miti michungu na matope ya Jahannam na mawe yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni watu gani hawa? Jibril akasema, hawa ni watu ambao walikuwa watekelezi haki za mali zao kwa kutoa zaka, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwadhulumu chochote bali aliwaruzuku mali. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapita watu, mbele yao kulikuwa kuna nyama nzuri iliyoiva katika chungu na nyingine chafu na mbichi yenye kunuka. Cha ajabu, watu wale walienda kuila ile nyama mbichi yenye kunuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni watu gani hawa? Jibril akasema, huyu ni mtu ambaye anamwacha mke wake wa halali na kwenda kwa mwanamke mwingine mchafu na kulala naye hadi asubuhi. Pia mwanamke amwache mume wake wa halali aende kwa mwanaume mwingine na alale naye hadi asubuhi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakipita kigogo katikati ya njia, hakipiti chochote, si nguo wala chochote, bali hulaluliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni watu gani hao? Jibril akasema, hawa ni watu ambao wanakaa katika njia na kuwazuia watu kupita, si wengine bali hawa ni majambazi. Kisha Jibril akaisoma aya isemayo, na wala msikae katika njia mkifanya uharibifu na kuwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akamkuta mtu akiogelea katika mto wa damu na akirushiwa mawe na kuadaka kwa mdomo wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, huu ni mfano wa mtu ambaye anakula riba. Kisha Mtume akampita mtu ana mzigo wa kuni, hawezi kuubeba. Cha ajabu, anaongeza kuni nyingine. Mtume Muhammad akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, huu ni mfano wa mtu mwenye madeni mengi, hawezi kuyalipa, lakini anaongeza deni jingine. Kisha Mtume akaona watu wanakatwa ndimi zao na midomo yao kwa mikasi ya chuma, kila ikikatwa urudia kama haijakatwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, hawa ni watengeneza fitna, mahodari wa kutengeneza fitna, na wapo katika ummati wako, wanasema mambo wasioweza kuyafanya. Kisha Mtume akawapita watu wana makucha marefu ya shaba, wanajikwaruza nyuso zao na vifua vyao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, huu ni mfano wa watu wanaokula nyama za watu, yani wasengenyaji. Kisha Mtume akapita kishimo kidogo, ndani ya kishimo hiko akatoka ng'ombe mkubwa. Baada ya kutoka yule ng'ombe akataka kurudi, lakini asiwezi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, huu ni mfano wa mtu ambaye atazungumza neno baya likaleta matatizo kwa watu, akataka kulifuta lakini asiwezi. Kisha Mtume akiendelea kwenda, akasikia kuliani kwake akiitwa, Muhammad, niangalie nipate kukuuliza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakugeukia huo wito. Akamuuliza Jibril, ni wito gani huu? Jibril akasema, huu ni wito wa Kiyahudi, na lao kama ungeugeukia umati wako wangekuwa Mayahudi. Kisha Mtume akiendelea kwenda, akasikia kushotoni kwake akiitwa, Muhammad, niangalie nipate kuuliza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakugeukia huo wito. Akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu? Jibril akasema, huu ni wito wa kinaswala, na lau kama ungeugeukia umati wako wangekuwa wanafuata mila za kinaswala. Kati yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akienda, akamuona mwanamke amejiweka wazi kutokana na dhiraha zake, na huku akisema, Muhammad, niangalie nikuulize. Huyo mama alikuwa na kipambo chake na vipambo vyake alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumwangalia huyo mwanamke. Mtume akamuuliza Jibril, ni nani wewe Jibril? Jibril akasema,
la hiyo ndio dunia. La ungemjibu huyo mwanamke, umauti wako ungechagua dunia ni bora kuliko akhera. Kati yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akienda, mara akamuona mzee mmoja akitaka kuchipuka katika njia, na huku akisema, njoo ewe Muhammad. Kwa haraka haraka Jibril akasema, twende ewe Muhammad. Mtume akamuuliza Jibril, ni nani wewe Jibril? Jibril akasema, huyo ni adui wa Allah, naye ni Ibilisi, anataka umfuate ila kupotosha. Kisha akaenda akamuona kibibi kizee pembezoni ya njia, na huku akisema, ewe Muhammad, niangalie nikuulize. Muhammad hakumwangalia huyo kibibi kizee. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni nani wewe Jibril? Jibril akasema, haukuwa umri mrefu wa dunia, ila ulitokana na umri wa huyo kibibi kizee. Kisha akaenda mpaka kafika katika mji unaitwa Baitul Muqaddas. Akashuka juu ya borako na akaingia upande wa kulia, akamfunga borako katika mlango wa msikiti, kikuku ambacho mitume mingine ilikuwa nafungia. Rehma na amani ziwe juu yao. Na katika riwaya, hakika Jibril alayhi salam akaliendea jiwe na kuweka kidole chake juu ya hilo jiwe na kuzua tundu kubwa, kisha akamfunga borako. Kisha akaingia katika msikiti, mlango ambao upondokea ndani yake jua na mwezi. Kisha akaswali yeye na Jibril kila mmoja rakaa mbili. Kukaa muda mrefu, akaanza kukusanyika watu. Hapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwajua watu. Wengine wamesimama, wengine wamerukuu na wengine wamesujudu. Akaazini mwenye kuazini, ikasimamishwa swala, wakapangwa swafu, wakawa wanasubiri nani atakuwa imamu wao. Basi na kuchelewa, Jibril alayhi salam akamshika mkono Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumtanguliza mbele na kuswali nao rakaa mbili. Ndugu zangu Waislamu, safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaendelea. Na mwacha ndugu yangu mwenye mahaba, mwenye bashasha, ila endelee kiswa tumiraji. Kisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaletwa ngazi ambayo hupandia roho za wanadamu. Hawajapata kuona viumbe Mwenyezi Mungu. Uzuri wa ngazi hiyo, ina vipandio vya dhahabu na fedha, na hiyo ngazi imetoka katika pepo ya Firdaus. Masha Allah, imetonwa kwa lulu. Kuliani mwa ngazi hiyo kuna malaika na kushotoni mwa ngazi hiyo kuna malaika. Basi Mtume pamoja na Jibril wakapanda mpaka wakafika katika mlango miongoni mwa mlango wa mbingu. Mlango huo na huitwa Babul Hafdha, na katika mlango huo kuna malaika aitwaye Ismail, naye ni mlinzi wa mlango ya mbingu ya dunia. Hajapanda juu zaidi na wala hajashuka ardhini kabisa, isipokuwa alishuka siku ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki ili kuja kuhudhuria mazishi yake. Na katika mlango huo kuna malaika 70,000, na kila malaika mmoja anaye malaika 70,000. Akabisha hodi Jibril katika mlango wa mbingu. Kukaulizwa, ni nani wewe? Akasema, ni mimi Jibril. Kukaulizwa, je, upo pamoja na nani? Akasema, nipo pamoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukaulizwa, je, ameruhusiwa kuja huku? Akasema, ndiyo. Kukasemwa, kufurahikiwa ni kwake yeye na ndiye ahli wa kufurahikiwa, kwani neema ya undugu na neema ya ukhalifa na neema ya wenye kuja ni kuja kwake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakafunguliwa wote wawili. Walipoingia wakamkuta Nabii Adam, naye ni baba wa wanadamu. Ana kipambo chake kile kile tangu alipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na katika sura yake huonesha roho za wanadamu na mitume, na huku akisema, roho nzuri na nafsi nzuri ziwekeni katika pepo ya juu. Na katika sura yake hiyo hiyo huonesha roho za makafiri, na huku akisema, roho mbaya na nafsi mbaya ziwekeni katika moto wa chini. Ndugu zangu Waislamu, safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado inaendelea. Nampa ndugu yangu mwenye mahaba, mwenye bashasha, ili akuendelezee kukusimulia safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Isra na Miraj. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaona kuliani kwa Adam weusi na mlango.
Kutoka kwenye mlango huo harufu nzuri na yenye kunukia. Vile vile akaona kushotoni kwa Adamu weusi na mlango. Vile vile akaona kushotoni kwa Adamu weusi na mlango. Kutoka kwenye mlango huo harufu mbaya na yenye kunuka. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiangalia upande wa kuliani kwake hucheka na kufurahi, na akiangalia Adamu alayhi salatu wassalam akiangalia upande wa kuliani kwake hucheka na kufurahi, na akiangalia upande wa kushotoni kwake kulia na akahuzunika. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni nani huyu? Jibril akasema, huyu ni baba yako Adam, na huu weusi ni viwiliwili vya watoto wake. Hawa kuliani ni watu wa peponi, na hawa wa kushotoni ni watu wa motoni. Anapoangalia upande wa kuliani kwake hucheka na kufurahi, na anapoangalia upande wa kushotoni kwake hulia na kuhuzunika. Na huu mlango uliopo kuliani kwa Adam ni mlango wa pepo. Anapoangalia wenye kuingia katika mlango huu hucheka na kufurahi. Na huu mlango uliopo kushotoni kwa Adam ni mlango wa moto. Anapoangalia wenye kuingia katika mlango huu miongoni mwa vizazi vyake hulia na kuhuzunika. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapita ala riba. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kidogo hapo akawakuta wala riba. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapita kidogo akawakuta ala riba, mali za yatima na azinifu, na wengine wapo katika hali mbaya kama ilivyotangulia, mbaya zaidi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapanda mpaka mbingu ya pili. Akabisha hodi Jibril, kukaulizwa, ni nani wewe? Akasema, ni mimi Jibril. Kukaulizwa, upo pamoja na nani? Akasema, nipo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukaulizwa, je, ameruhusiwa kuja huku? Akasema, ndiyo. Kukasemwa, kufurahikiwa ni kwa ndugu mwema na mtume mwema, na ni ahali ya kufurahikiwa kutokana na undugu na ukhalifa, kwani neema ya undugu na neema ya ukhalifa na neema yenye kuja ni kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, safari ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado inaendelea. Namwachia ndugu yangu mwenye mahaba, mwenye bashasha aendeleze safari ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipoingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamkuta Nabii Isa ibnu Maryam na Yahya ibnu Zakaria. Kisha Ibrisi akasema, kufurahikiwa ni kwa ndugu mwema na mtume mwema. Kisha akamwombea dua ya kheri. Ndugu zangu Waislamu, safari ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado inaendelea. Kisha akapanda mpaka mbingu ya tatu. Akabisha hodi Jibril, kukaulizwa, ni nani wewe? Akasema, ni mimi Jibril. Kukaulizwa, uko pamoja na nani? Akasema, niko pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukaulizwa, je, ameruhusiwa kuja huku? Akasema, ndiyo. Tukasema, kufurahikiwa ni kwake yeye na ni ahali wa kufurahikiwa kutokana na undugu na uhalifu, kwani neema ya undugu na neema ya uhalifu na neema
ya 6, akabisha hodi Jibril, ukaulizwa ni nani wewe? Akasema ni mimi Jibril. Naam. Ukaulizwa upo pamoja na nani? Akasema nipo pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukaulizwa umeruhusiwa kuja huku? Akasema ndiyo. Ukasema kufurahikiwa ni kwake yeye na ndiyo ahali wa kufurahikiwa kutokana na undugu na uhalifu, kwani neema ya undugu na neema ya uhalifu na neema mwenye kuja kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakafunguliwa wote wawili. Ndugu zangu Waislamu, Isa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunaendelea. Mtume akawa anapita mtume mmoja, mara apite mitume wengi, wana kundi kubwa la watu wasiozidi 10. Kisha mtume akampita mtume mmoja, mara apite mitume wengi, wana umma mkubwa wa watu wengi. Kisha mtume akampita mtume mmoja, mara apite mitume wengi, lakini hawana mtu hata mmoja. Kisha mtume akaupita weusi mkubwa umeziba juu, akauliza ni mkusanyiko gani huu? Kukasemwa huyo ni Nabii Musa na watu wake, lakini nyanyua kichwa chako juu zaidi. Ndugu zangu Waislamu, safari ya Bwana Mtume Muhammad bado inaendelea. Namwachia ndugu yangu wa pembeni mwenye mahaba, mwenye bashasha, aendelee kuwasimulia safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponyanyua kichwa chake aliona weusi mkubwa ukitanda juu, na lakini pia pembe zote zilikuwa zimetanda huo weusi. Akasema na kuambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huo ndio umauti wako, na katika hao watu 70,000 wataingia peponi bila kuhesabiwa. Alipoingia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwona Nabii Musa ibn Maryam Ibn Imran. Rangi yake imepondekana na weupe na wekundu, na ni mrefu kama ametoka katika ukoo wa Sheitani, na nywele zake ni nyingi. Lao angevaa kanzu mbili, basi nywele zake zingejitokeza kwa nuru. Ndugu zangu Waislamu, safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaendelea. Namwachia ndugu yangu pembezoni mwenye mahaba, mwenye bashasha, ili aendeleze kiswatu ndani. Mtume akatoa salamu, Isa Nabii Musa akamrudishia salamu na akasema kuwa kufurahikiwa ni kwa ndugu wema na mtume mwema. Hatimaye akamwombea dua ya heri. Kisha akasema kuwa watu wengi wanasema kuwa yeye ni bora katika bani Adam kwa Mwenyezi Mungu kumshinda huyu, bali huyu Muhammad ni bora kwa Allah kunishinda mimi. Kisha akasema Mtume alipompita Musa, Nabii Musa alilia. Kisha akasema ni mtume kinachomuuliza? Akasema ninalia kwa sababu huyu kijana amepewa utume baada yangu, na watu wengi katika umma wake wataingia peponi kuliko wale watakaoingia peponi katika umati wangu. Si hivyo tu, pia Bani Israeli wanasema kuwa mimi ni bora katika Bani Adam kumshinda huyu. Kwa Allah huyu na Bani Adam, yeye huko duniani, mimi nipo akhera, na wao wangekuwa anaingia peponi peke yake nisingejali, lakini anaingia peponi yeye na umma wake. Ndugu Waislamu, safari ya Bwana Mtume Muhammad bado inaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda mpaka mbingu ya 7, akabisha hodi Jibril alaihi salatu wassalam,
Ukaulizwa, ni nani wewe? Akasema, ni mimi Jibril. Ukaulizwa, uko pamoja na nani? Akasema, ni naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukaulizwa tena, je, ameruhusiwa kufika huku? Jibril akasema ndiyo. Hapo ukasema kufurahiwa iko ndugu mwema na ndio hali ya kufurahiwa kutokana na ukhalifa, kutokana na undugu na ukhalifa. Kwani neema ya undugu na neema ya ukhalifa na neema wenye kuja ni kuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafunguliwa wote wawili. Walipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, naye ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, akiwa amekaa mbele ya mlango wa pepo katika kiti cha dhahabu, akiegemeza maungo yake katika Baitul Maamur, na pamoja naye Ibrahim alayhi salatu wasalam ana kundi katika watu wake. Bwana Mtume akamtolea salamu Ibrahim, naye akamrejeshea salamu. Kisha Ibrahimu akasema, kufurahiwa ni kwa ndugu mwema na mtume mwema. Kisha Ibrahimu akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waamrishe umati wako wafanye wingi wa kupanda miti peponi. Mtume, hakika mchanga wa peponi ni mzuri na ardhi yake ni yenye nafasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Ibrahimu, ni vipi kupanda miti peponi? Ibrahimu akamwambia, kupanda miti peponi ni kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado anaendelea na safari yake. Mbele yake Ibrahim kuna watu waliokaa wenye nyuso nyeupe mfano wa karatasi, na wengine katika miili yao wana madoa madoa. Basi hao wenye madoa wakaenda kwenye mto na kuoga. Yale madoa yakavundua, wakaenda mto wa pili wakaoga. Yale madoa yakazidi kupungua, wakaenda mto wa tatu wakaoga. Walipotoka rangi zao zikawa nyeupe kama za wenzao, wakaja wakakaa walivyokaa wenzao. Naam, baada ya wale mabwana kuingia katika ile mito mitatu, kila wakiingia mto wa kwanza, yale madoa katika rangi zao yakipungua kidogo kidogo, mpaka mto wa tatu alipoingia, yale madoa yote yakawa yameisha. Walipomaliza kutoka katika kuoga kwao, wakaja wakakaa pale alipokaa Ibrahimu alayhi salatu wasalam na wale wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril alayhi salatu wasalam akisema, ni watu gani hawa wenye nyuso nyeupe mfano wa karatasi? Na ni watu gani hawa katika miili yao wana rangi rangi? Na ni mito gani hii wanaoingia wakaoga ndani ya hiyo mito? Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa kauliza maswala matatu mfululizo. Jibril alayhi salatu wasalam akaanza kumjibu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ama hawa watu wenye nyuso nyeupe mfano wa karatasi ni watu ambao hawajachanganya amali zao nzuri na mbaya, ni watu ambao walitakasa amali zao wakafanya nzuri tu. Na ama hawa watu ambao katika miili yao wana rangi, wana madoa, ni watu ambao walifanya amali nzuri na amali zingine mbaya, wakatubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akawakubalia tauba zao. Na ama hii mito walioingia wakaoga ndani ya mito hii, mto wa kwanza unaitwa Rahmatullah, na mto wa pili unaitwa Neematullah, na mto wa tatu unaitwa Safahum Rabbuhum Sharaban Tahura. Ukasemwa, hapa ndipo mahala pako wewe Muhammad, na ndipo mahala pa umati wako. Wakati huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona umma wake wamegawanyika makundi mawili. Kundi moja lina nguo nyeupe mfano wa karatasi, na kundi la pili lina nguo za kijivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia pamoja na wale ambao wenye nguo nyeupe mfano wa karatasi, na wakazuiwa wale wengine ambao rangi nguo zao ni za kijivu, na ili hali wao wapo katika heri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali pamoja na muumini katika Baitul Maamur. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam aione hiyo Baitul Maamur, wanaingia kila siku malaika wapatao 70,000, wakitoka hawana nafasi tena ya kurudi kwa mara ya pili katika hiyo Baitul Maamur. Na hii kutokana na wingi wa malaika. Kuna
malaika hawajawahi kukanyaga mahala hapo. Ndio maana hawa 70,000 wakitoka hawana nafasi tena ya kurudi, kwa sababu kuna wenzao bado hawajaingia katika msikiti huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiona Baitul Maamur imeelekeana ama imelingana na msikiti wa Maka. Laula anguka jiwe kutoka katika maungo ya Baitul Maamur, basi litaangukia katika mgongo wa msikiti wa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hapo Baitul Maamur pia alionyeshwa vyombo vitatu vilivyotangulia kule nyuma, ambacho kulikuwa na maziwa, pombe pamoja na maji. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alichagua maziwa. Jibril akamuunga mkono kwa kile alichokifanya na akamwambia umechagua umbo zuri. Na katika riwaya nyingine Jibril alimwambia hili ndio umbo, wewe upo katika umbo hili pamoja na umati wako. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyuliwa kutoka mbingu ya 7 mpaka Sidratul Muntaha. Hapo hukoma yale yanayotoka juu yakashikwa hapo, lakini pia hukoma yanayotoka ardhini yakashikwa hapo Sidratul Muntaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiona hiyo Sidratul Muntaha ni mti ambao hutoka shinani mwake mito ya maji isiyobadilika rangi, na mito ya maziwa lenye ladha kwa wanywaji, na mito ya pombe lenye ladha na mito ya maziwa isiyobadilika ladha, na mito ya pombe lenye ladha kwa wanywaji, na mito ya asali iliyokuwa safi. Anaweza kwenda mtu katika kivuli cha Sidratul Muntaha miaka 70,000 na wala asikimalize hicho kivuli. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwa mamanga na hapo Sidratul Muntaha ukubwa wake ni kama viliba vya Hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliona jani moja la mti wa Sidratul Muntaha, upana wake ni kama shikio la tembo, la karibia jani moja kufunika umma huu. Na katika riwaya jani moja la Sidratul Muntaha laweza kufunika viumbe vyote. Katika kila jani ndani yake kuna malaika, basi zikaufunika rangi huo mti. Hakuna yeyote anayejua ni rangi gani katika hizo rangi zilizofunika huo mti wa Sidratul Muntaha. Kile kilichofunikwa kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kilibadilika, na katika mapokezi kilibadilika kikawa ni yakuti na zabardadi. Haya ni madini yenye thamani kubwa sana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna yeyote mwenye kuweza kusifu uzuri wa hizo rangi katika hiyo Sidratul Muntaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona nzige ndani ya Sidratul Muntaha wa dhahabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona shinani mwa mti wa Sidratul Muntaha mito 4, mito 2 ya ndani na mito 2 ya nje. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni mito gani hii? Jibril akamwambia, ama hii mito 2 ya ndani ni mito ambayo ipo peponi, na ama hii mito 2 ya nje, mto mmoja ni Frati na mto wa pili ni mto Naili, mito ambayo tunaifahamu. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona Jibril alayhi salatu wasalam hapo Sidratul Muntaha katika umbile lake halisi. Akamuona Jibril ana mbawa 600, kila ubawa moja katika mbawa za Jibril waweza kufunika, waweza kutanda katika mbingu, kupuputika katika mbawa za Jibril alayhi salatu wasalam mabonge ya lulu na yakuti. Hakuna yeyote anayezijua ni yakuti gani ama ni lulu gani isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambaa hadi akaushika ufuo wa Kauthar mpaka akaingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hapo peponi hakuna jicho lililopata kuiona mfano wa pepo hiyo, wala hakuna masikio ya mwanadamu yaliyopata kusikia pepo iko namna hiyo, na wala hakuna mawazo ya mwanadamu yaliyopata kuwaza kama pepo ndio kama yalivyoiona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona maandishi yaliyoandikwa katika lango la kuingilia peponi yanasomeka namna hii: mwenye kutoa sadaka analipwa mema 10, na mwenye kumkopesha mwenzake analipwa mema 18. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, kwa nini mkopo ukao una thawabu nyingi kuliko sadaka? Jibril akamwambia ndiyo, hakika mwenye kuomba wakati mwingine anaomba na ili hali anacho kitu, lakini mwenye kutaka kukopeshwa hataki kukopeshwa ila pale anapokuwa na haja ndipo anakopa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akaona mito ya maziwa isiyobadilika ladha, na mito ya pombe lenye ladha kwa wanywaji, na mito ya asali iliyosafika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliona jagi la lulu katika hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Bwana Mtume akaliona kwa mamanga ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu, ukubwa wake ni kama ndoo.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aone hapo peponi kwa mamanga ukubwa wake ni kama ngozi ya ngamia iliyochinjwa kisha ikawangwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona ndege katika hiyo pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubwa wake ni kama ngamia mwenye mimba. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hakika ndege hao wameneemeshwa. Na maneno haya ya Abu Bakar ni pale Bwana Mtume aliposhuka ardhini akaanza kuwasimulia aliyoyaona huko mbinguni. Abu Bakar anamwambia Bwana Mtume, hawa ndege kama ndio wana hali hiyo, basi wameneemeshwa. Mtume akamwambia Abu Bakar, mwenye kuona ndege hao ameneemeshwa kuliko ndege wenyewe. Nami nataraji hakika wewe Abu Bakar ni katika wale ambao watakaowala hawa ndege katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona mto Kauthar, pembezoni mwake kuna makuba ya lulu. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona mchanga katika mto Kauthar ni wenye harufu kali yenye kunukia. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyeshwa moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziona ghadhabu za Mwenyezi Mungu, hasira zake, makemeo yake, makatazo yake. Lau latiwa jiwe katika moto huo ama chuma, kutokana na ukali wa moto, basi vyote vingeliteketezwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona watu ndani ya moto huo wanakula mizoga. Mtume akamuuliza Jibril, ni mfano gani huu ama ni watu gani hawa? Jibril akasema, hawa ni wale ambao kazi yao ni kula nyama za watu, si wengine. Hawa ni wasengenyaji, wanakaa vikundi kuwasema watu, wanakaa vikundi kuwatata watu. Haya ndio malipo yao na ndio adhabu yao walioandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona mlinzi wa moto, malaika Maliki, ni kiumbe ambaye hasira zake zinajulikana katika uso wake, na hasira zake zinajulikana katika uso wake, naye ni mkavu wa uso. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtolea Maliki salam, naye akamrudishia salamu. Kisha ukafungwa moto nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyenyuliwa kuiacha Sidratul Muntaha. Hapo kikamfunika kiwingu, katika hicho kiwingu kuna kila rangi. Hapo Jibril alayhi salatu wasalam ikabidi arudi nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari amebaki peke yake. Yule kiongozi wake wa safari ambaye ni Jibril amerudi, hatujui karudi kwa sababu gani, na anamwachaje mgeni aendelee na safari akiwa peke yake na wala hajui wapi anakoelekea. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya pale akapandishwa tena mpaka Mustawa. Hapo Mustawa akasikia utendakazi wa kalamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaandika yale ambayo inayoelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iandike. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo Mustawa akamwona mtu amefunikwa kutokana na nuru ya arshi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anauliza, lakini hategemei nani amjibu, kwa sababu mwanzo alikuwa akimuuliza Jibril na akipata majibu. Hapa akaanza kuuliza, huyu ni malaika? Ukasemwa hapana. Akauliza, je, ni mtume? Ukasemwa hapana. Mtume akauliza, kumbe ni nani huyu kama sio malaika wala nabii? Ukasemwa, huyo ni mtu kama binadamu mwingine. Ulikuwa ulimi wake katika dunia ni mbichi kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na moyo wake ulitundikwa katika misikiti, kwa maana moyo wake ulikuwa msikitini. Haipigiwa adhana ila adhana inamkuta tayari yumo ndani ya msikiti, na mtu huyu hajafanya sababu yoyote ya kuweza kutukanwa wazazi wake wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapomoka hali ya kusujudu. Kisha Mwenyezi Mungu akamzungumza nabii wake akamwambia, Muhammad. Bwana Mtume akaitika labbaika ya Rabbi. Mwenyezi Mungu akamwambia, omba. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata fursa aombe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akikumbuka huku nyuma manabii wenzake jinsi walivyoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaona kana kwamba neema zote zimemalizika. Mtume akiingia akilalamika akasema, Mola wangu, hakika wewe umemfanya Ibrahimu ni rafiki yako, lakini pia umempa ufalme mkuu wa Ibrahim. Umemzungumza na Allah Musa maneno, umemfundisha Musa Taurati, umempa ufalme mkubwa na Allah Musa alayhi salatu wasalam. Umemlainishia Daudi vyuma, umemsaharishia Daudi majabali, umempa Suleiman ufalme mkubwa, na umemsaharishia Suleiman majini,
wanadamu, mashaitani pamoja na viumbe wengine. Lakini pia umempa Suleiman ufalme ambao hautakiwi kupatikana kwa nabii yoyote baada ya Suleiman alayhi salatu wassalam, na umemfundisha Isa Taurati pamoja na Injili. Umemjalia Isa ni mwenye kuponyesha wenye ugonjwa wa baraka pamoja na vipofu waliozaliwa na upofu, na umemjalia Isa ni mwenye kuhuisha mtu aliyokufa lakini kwa idhini yako wewe, na umemlinda Isa pamoja na mama yake kutokana na shaitani aliyolaaniwa, kwani haikuwa njia ya shaitani kumfikia Isa pamoja na mama yake. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumsikia mtume wake akilalamika, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika mimi nimekufanya wewe ni kipenzi changu, na hili neno la kipenzi limeandikwa katika Taurati, Habibullah, kwa maana Muhammadun Habibullah, Muhammad ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na kipenzi iko karibu mno kuliko rafiki. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akaendelea kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kumwambia nimekutia wewe kuwa ni kipenzi changu na nimekutuma wewe kwa watu wote, ni mwenye kuwabashiria wao mwenye kufanza mema atalipwa mema, na ni mwenye kuwakofesha wao mwenye kufanza maovu atalipwa maovu, na nimekujulia wewe kifua chako, nimekuondolea wewe mazito yako, nimekunyanyulia wewe utajo wako, kwani hutaji isipokuwa hutajwa pamoja nami. Maana yake mtu anaposema la ilaha illa Allah lazima amalizie na Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu akaendelea kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimejalia umma wako ni umma wakati na kati, umma uliodhihiri kwa watu. Nimejalia umati wako ni wakati na kati, na nimejalia umati wako wao ndio wa kwanza kuhukumiwa siku ya Kiyama na ndio wa mwisho kupelekewa utume. Nimejalia umati wako haijuzu kwa wao hotuba yoyote ile mpaka washuhudilie hakika wewe ni mja wangu na mtume wangu. Pale mtu anaposema alhamdulillah lazima afuatishe na kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea kusema, nimejalia watu katika umati wako nyoyo zao ndio injili zao, kwa maana nimewajalia watu katika umati wako wamekihifadhi kitabu changu kitukufu ama maneno yangu, na nimekujalia wewe ni wa kwanza kwa manabii kuumbwa, na ni wa mwisho wao kupelekewa utume, na ni wa kwanza wao kuhukumiwa siku ya Kiyama. Na nimekupa wewe aya 5 aya 7 katika suratul Fatiha, sijampa nabii yoyote kabla ya wewe, na nimekupa wewe misho ya suratul Baqara kutoka chini ya begi yangu, chini ya arshi, chini ya begi katika arshi yangu, sijampa nabii yoyote kabla ya wewe. Na nimekupa wewe mto Kauthara, nimekupa wewe mafungu 8, nayo katika hayo mafungu 8 fungu la kwanza ni Uislamu, la pili ni kuhama, la tatu ni kupigana jihadi, la 4 ni kutoa sadaka na zaka, la 5 ni kufunga mwezi wa Ramadhani, la 6 ni kuamrisha mema, la 7 ni kukataza mambo maovu, la 8 hakika mimi tangia nilipoziumba mbingu pamoja na ardhi nilikufaradhia wewe Muhammad pamoja na umma wako swala 50. Simama kwa swala hizo 50 usiku na mchana, wewe pamoja na umma wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine alipewa swala 5 na misho ya suratul Baqara. Mwenyezi Mungu akaendelea kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimemsamehe mtu ambaye hajanishirikisha mimi na chochote kutokana na madhambi yenye kuangamiza. Baada ya maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile kiwingu kilichomfunika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kikaondoka. Jibril akaja haraka akaushika mkono wa Bwana Mtume, wakaondoka kwa haraka, wakaenda mpaka wakakoma kwa Ibrahimu alayhi salatu mbingu ya 7, na wala asiseme chochote Ibrahimu. Wakateremka mpaka mbingu ya 6, na Nabii Musa alipowaona akasema neema ya usufa ilikuwa ni kwenu nyinyi. Musa akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, umetengezewa nini na Mola wako? Nini mshafaradhiwa wewe na umma wako na Mola wako? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Musa alayhi salatu wasalam, nimefaradhiwa mimi pamoja na umma wangu swala 50 usiku na mchana, tuziswali hizo swala 50. Musa alayhi salatu wasalam akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuomba rudi kwa Mola wako akuhafifishie, akupunguzie hizo swala 50. Wallahi umma wako hawataziweza kuziswali hizi swala 50. Hakika mimi niliwapa habari watu wangu kwa kitu chepesi kuliko hichi, hatimaye walishindwa, na niliwapa mtihani Bani Israeli nikawafanyia wepesi kwa kitu chepesi. Ukishinda hiki chako cha swala 50
lakini kilichotokea ni kuacha hili nilichowaambia, wakahofika nacho, hatimaye wakakiacha moja kwa moja. Nini walipewa Bani Israeli? Bani Israeli walifaradhiwa wao rakaa 4, rakaa 2 asubuhi na rakaa 2 jioni, lakini kwa rakaa 4 hizi wakashindwa. Sasa Musa anashangazwa na hizi swala 50 kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaendelea kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammadi, wewe ni ndugu yangu, lakini umati wako ni umma uliokuwa dhaifu, wa viwiliwili vyao ni dhaifu katika miili yao, ni dhaifu katika nyoyo zao, ni dhaifu katika macho yao, lakini pia ni dhaifu katika masikio yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeukia Jibril akitaka aashiriwe apewe ruhusa ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Jibril akamwambia, ukitaka rudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi mpaka katika mti pale, kikamfunika kiwingu. Bwana Mtume akapomoka hali ya kusujudu, kisha akasema, ya Rabbi khafif an ummati fa innaha adhaful umami, Mola wangu wahafifishie umma wangu, hakika wao ni umma uliokuwa dhaifu. Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume, nimewaondolea wao swala 5, zimebaki 45. Bwana Mtume akarudi mpaka kwa Musa akamwambia, nimepunguziwa swala 5. Musa akamwambia, rudi tena kwa Mola wako, muombe akufafishie wewe na umma wako, hakika umati wako hawataziweza hizo swala 45. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu wasikilizaji, hakuacha ni mwenye kwenda kwa Mwenyezi Mungu na Musa, na huko akipunguziwa swala 5 mpaka zikabaki swala 5, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema, Muhammad. Mtume akaitika akasema, labbaika ya wasalaika ya Rabbi. Akasema Mwenyezi Mungu, hizo ndizo swala 5. Kila siku simama kwa swala hizo wewe pamoja na umati wako, na hizo ndizo swala 50 kwa swala moja kwa malipo 10. Mwenyezi Mungu akaendelea kusema, halibadilishi neno langu nililolitamka, na wala hafutu maandishi katika kitabu changu. Na yeyote mwenye kufanya hamu na kufanya jambo jema na wala asilifanye, basi mimi nitamwandikia thawabu moja, ama nitamwandikia amefanya jambo jema moja, na akilifanya hilo jema moja, na mwandikia amefanya mema 10. Na yeyote atakayokusudia kufanya uovu na wala asilifanye, basi simwandiki chochote, na endapo atakapofanya huo uovu, tamwandikia amefanya ovu moja. Hizi ni huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kisha kila kiwingu kikatoka. Mtume akashuka haraka mpaka kwa Musa, akamwambia Musa, nimeondosha mimi swala 45, nimebaki na swala 5. Musa akamwambia, rudi kwa Mungu wako akupunguzie hizi swala 5, umati wako hauwezi wakaziweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Musa, wallahi nimerudi kwa Mola wangu, mpaka sasa hivi naona haya tena kurudi, lakini nimesalimu amri kwa hiki ambacho kilichobaki. Akatokea mwenye kuita akisema, hakika mimi nimefikisha faradhi zangu na nimewahakikishia waja wangu. Musa alayhi salatu wasalam aliposikia maneno haya, akajua yanatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haraka akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, shuka kwa kusubiana na jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa tukufu Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akishuka hajaacha kupita kundi la malaika, ila walikuwa wakimwambia ilazimishe na kupiga chuku. Kupiga chuku ni kutoa damu iliyokuwa chafu katika mwili. Katika riwaya nyingine, malaika walimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waamrishe umati wako wafanye wingi wa kupiga chuku. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaendelea kushuka akiwa pamoja na Jibril, akamuuliza Jibril, ni nani mimi sijawaendea watu wa mbinguni isipokuwa watu hao walifurahi nami wakacheka nami, lakini mtu mmoja tu, huyo nimempa salamu akafurahi nami, lakini hajacheka pamoja nami. Jibril alayhi salatu wasalam akamwambia, huyo sio mwingine bali ni malaika mlinzi wa moto. Kwa taarifa yako Muhammad, huyo kiumbe huyo hajawahi kucheka tangu siku alipoumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na lau angelibahatika kucheka na yeye yote, basi kucheka na wewe ilikuwa ni aula. Mtume sallallahu alaihi wasallam atukufu sana akashuka katika wingu wa dunia, akatazama kwa chini, akaona ukungu mrefu, mioshi, masauti, makelele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril, ni kitu gani hiki Jibril? Jibril akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ni mashaitani wanaopumbaza watu wasipate kufikiria ufalme wa mbinguni na wa ardhini. Lau si hawa mashaitani, usiku huu leo wanaadamu wangelishangazwa kutokana na miujiza wangeliiona katika usiku huu. Ndio maana hawa mashaitani wanapiga makelele, wanasiba ili bani Adam wasipate kutazama huko juu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka mpaka Baitul Muqaddas,
akachukua buraka wake akampanda, hali ya kuondoka akirudi kuelekea mji wake wa Maka alipotoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita misafara ya Kikureishi kama sehemu kadha wa kadha, na katika msafara mmoja katika misafara aliyoipita, alipita msafara mmoja wenye ngamia mwenye mizigo miwili, mzigo mmoja mweusi na mzigo pili mweupe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea huo msafara ulitatanika, yule ngamia aliyekuwa na akili hatimaye akavunjikwa na mguu. Kisha Bwana Mtume akapita msafara mwingine, hakika watu wamekusanyika katika msafara huu, wamekusanyika bani fulani. Mtume akawatolea salamu, kisha ikasema baadhi yao, hii ni sauti ya Muhammad, kwa sababu Muhammad walikuwa wanamfahamu na sauti yake walikuwa wanamjua. Alipotoa salamu, baadhi yao wakasema hii ni sauti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika mji wake wa Maka kabla hakuja pambazuka. Bwana Mtume alipofika Maka akakata kabisa na kufahamu kwamba watu watamfanya muongo tu kwa safari hii aloenda huko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa hali ya kuwa amehuzunika. Muda si mrefu akapita huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Abu Jahl laanatullahi alayhi, akaja akakaa pale alipokaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamtania akifanyia masihara, akamuuliza, wewe Muhammad siku zote ni muongo sana na siku zote huachi kuzua neno, je, leo kuna neno lolote la kusema? Mtume akamwambia Abu Jahl, ndiyo ninalo. Akamuuliza ni lipi? Abu Jahl akamwambia nimepelekwa mimi usiku. Akamuuliza mpaka wapi? Mtume akamwambia nimeenda mpaka Baitul Muqaddas. Alimuishia safari hapa ardhini tu. Akamuuliza Abu Jahl, kisha karudi kabla ya kuja pambazuka? Abu Jahl Mtume akamwambia ndiyo. Abu Jahl kwa sababu ana akili kubwa na fikra kubwa, hakuona ni jambo la busara kumkana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa peke yake, kwa kuogopa lao akimwitia watu wake anaweza kaja akamruka kama hajamhadithia hiyo hadithi. Akampa shura Bwana Mtume, akamshauri, akamwambia, unaonaje nikuitie watu wako utawahadithia hiki ulichonihadithia mimi? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ana uhakika na anachosema akamwambia, ukitaka waite. Abu Jahl akasimama haraka haraka akaanza kuwaita Makureishi akisema, ya mashara bani Ka'b al-Luwai, njoni 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 njoni. Wale Makureishi waliposikia wito wa Abu Jahl walikuwa na vikao yao, wakatawanyika katika vikao vyao, wakaja mpaka wakakaa alipokaa Bwana Mtume na Abu Jahl. Kisha Abu Jahl akamgeukia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wahadithie watu wako kile ulichonihadithia mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, jamani, nimepelekwa mimi usiku. Makureishi wakamuuliza mpaka wapi? Mtume akamwambia, nimeenda mpaka Baitul Muqaddas. Wakamuuliza, ukaja kabla hakuja pambazuka? Bwana Mtume akamwambia ndiyo. Hapo baada ya maelezo haya Bwana Mtume, miongoni mwa hao Makureishi wakawa wanaweka mikono vichwani, wakipiga makelele, wakipiga miruzi, wakiliona hili ni jambo zito na kubwa kweli kweli. Kisha akasema kijana mmoja anaitwa Mut'im ibn Adi akasema, kila jambo lako la wewe Muhammad lililokuwa kabla ya siku hii ya leo lilikuwa ni dogo, ama hili ya leo kama ni uongo basi unaongeza uongo maradufu yake. Mimi nashuhudia hakika wewe ni muongo, kwa sababu sisi tunawafuata ngamia wetu tukisafiri kutoka Maka kwenda Palestina, kwenda tu tunatumia mwezi mzima na kurudi tunatumia mwezi wa pili. Wewe unadai umeenda mpaka Palestina usiku moja na ukarudi kabla ya kuja pambazuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabezwa na kijana ambaye ni Mut'im ibn Adi akasema, na hapa kwa Lata na Uzza. Hawa Lata na Uzza ni moja katika masanamu makubwa pale Maka. Makureishi waliitakidi ndio miungu yao. Sasa huyu bwana anaapa kwa kuwapia miungu yake, anasema, na hapa kwa Lata na Uzza sitokufanikisha wewe. Akasimama haraka haraka Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, naye alikuwepo wakati Mtume anasimulia hiki kisa cha safari yake. Akamkemea Mut'im ibn Adi akamwambia, Mut'im, ni uovu ulioje unamwambia mtoto wa ndugu yako, unamfanya ni muongo, unamkana kiusozo. Wallahi mimi nashuhudia anachokisema huyu kijana ni ukweli mtupu. Makureishi wakasema, Muhammad, hebu tupe sifa ya jengo la Baitul Muqaddas, ule msikiti wa Al-Aqsa, tupe kipambo chake ni kipi, jengo lako ni lipi, ukaribu wake na Jabal Turi ukoje, na utupe habari kutokana na watu wetu waliosafiri bila shaka umeupita humu njiani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa akiwasimulia hao Makureishi, jengo la Baitul Muqaddas ni hivi, kipambo chake ni hivi, ukaribu wake na Jabal Turi ni hivi.
Hakuacha Bwana Mtume akiwasimulia sifa za jengo la Baitul Muqaddas mpaka zikamtatanisha sifa. Mtume akakereka, hajawahi kupata makero makali kuliko alivyopata na hayo makero wakati akiwahadithia jengo la Baitul Muqaddas na kutatanika na sifa za hilo jengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam muda si mrefu ukashushwa msikiti mzima wa Al-Aqsa, wote ukaja ukawekwa nyuma ya nyumba ya hotel ama hotel. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sasa anautazama yeye peke yake huo msikiti, akawa anawasimulia Makuraishi, jengo la masjidi liko hivi, milango yake ni hivi, ukalikwanga na Jabal Turi huko hivi. Mtume akawahadithia mpaka alipomaliza. Wakati akiwahadithia huko Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu akisema, umesema kweli, na shuhudia hakika wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Makuraishi wakasema ana sifa tu ameshazipata huyu kijana. Wakamgeukia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, wewe Abu Kuhafa unadhani na unamkubali huyu kijana eti ameenda Baitul Muqaddas usiku mmoja na akarudi kabla ya kuja kupambazuka? Abu Bakar akamwambia, mimi akileta stori za mbinguni ameenda jua baada ya kupinduka tu akarudi kabla hajazama, mimi nitamkubali na nitamswadikisha huyu kijana. Achileni bali habari za hapa ardhini tu, lakini akaelezea masafa ya mbinguni, mimi bado nitamkubali, na ndio sababu ya kuitwa Abu Bakar As-Siddiq. Kisha Makuraishi wakamgeukia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia, Muhammadi, hebu tupe habari juu ya msafara yetu wa usafiri kuelekea Baitul Muqaddas. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimepita msafara wa Bani fulani katika sehemu inaitwa Rauha. Msafara huu umepotelewa na ngamia wao, wameondoka hao jamaa kumtafuta huyo ngamia. Nimeenda mimi nikakoma katika hema lao, sijamkuta yoyote isipokuwa nilikikuta chombo cha maji, ndani yake kina maji, nikayanywa yale maji. Lakini pia nimeenda nikapita msafara Bani fulani sehemu kadha wa kadha, na katika msafara huo nimemkuta ngamia mwenye mizigo miwili, mzigo mmoja mweusi na mzigo wa pili mweupe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nilipoelekea huo msafara ulitatanika, yule ngamia alikuwa na akili, hatimaye kavunjwa na mguu. Kisha nimeenda nikakoma katika msafara wa Bani fulani katika sehemu inayoitwa Taneemi. Umetanguliwa huo msafara na ngamia mwenye pako na mwenye pako nyeusi na mwenye mizigo miwili nyeusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Makuraishi, msafara huu wa mwisho huu uliopita utatokea upande huu. Makuraishi wakamuuliza, utakuja siku gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanajiografia mkubwa, alipiga tu mahesabu kutoka masafa ya pale alipoacha ule msafara utatumia siku ngapi. Akawaambia Makuraishi, huu msafara utakuja siku ya Jumatano. Ilipotimu ile siku ya Jumatano, wale Makuraishi wakakusanyika kwa wingi sana wakiusubiri ule msafara utokee. Hapo mchana ukaanza kupita na wale ule msafara usitokee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikazidishwa saa moja katika mchana na jua likasimamishwa lisitembee, ili ngari tu mpaka ule msafara utokee. Mara ule msafara ukatokea haraka haraka, wale Makuraishi wakakimbilia ule msafara kwa kuogopa wasije wakafungwa na Bwana Mtume waseme uongo. Wakauliza ule msafara, eti ni kweli mlivunjikiwa na ngamia wenu? Ule msafara ukasema ndio. Mtume akawaambia, ulizeni na msafara mwingine, msiishie msafara mmoja. Wakauliza tena, je, mlipotelewa na ngamia wenu? Ule msafara ukasema ndio. Mmoja wao akasema, wallahi sisi tuliondoka kwenda kumtafuta ngamia wetu aliopotea, tuliacha chombo cha maji ndani yake, lakini tuliporudi hatujakuta yale maji na wala hayajamwagika katika ardhi. Hapo Makuraishi baada ya kusimuliwa hiyo safara, wale mabwana wamesadikisha ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ameupita hao mabwana. Akasema mtu mmoja katika wale mabwana akiapa, na hapa mimi mwenyewe ndio niliokiweka kile chombo cha maji, tuliyekuta hayapo na wala hayajamwagika katika ardhi. Hapo Makuraishi wakamsingizia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mchawi, na wakasema amesema kweli Walidi, amesema kweli Walidi. Watukufu wa Islam, huyu Walidi huyu mmoja katika Makuraishi ambao walikuwa wanamsema Bwana Mtume ni muongo, Bwana Mtume anazua kila siku, ni huyu Walidi ibn al-Mughira. Na huyu Walidi ibn al-Mughira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amamwelezea katika Qur'an, akatoa alama ya huyu bwana
Mungu alitoa alama kwamba huyu bwana kuovu aliokuwa nao atakuja kuuliwa katika jihadi, lakini pia kabla hajafa kwanza itabeguliwa pua yake na upanga, na kweli Walidi alikuja ikabegwa pua yake. Moja katika sifa zingine Mwenyezi Mungu alimtaja huyu bwana ni mtoto wa zinaa. Iliposhuka ile aya kumwelezea Walidi kwamba ni mtoto wa zinaa, alichukua upanga akamwendea mama yake akamwambia, mama, sema kweli, vinginevyo nitakuua. Mimi baba yangu ni mzee Walidi kweli? Yule mama baada ya kuona upanga akasema, ni kweli baba yangu sio mzee Walidi, nilifanya ujanja nikafanya niliyoyafanya, lakini yule sio baba yako. Kwa hiyo hapo Quraysh wanamwambia Bwana Mtume amesema kweli Walidi, amesema kweli Walidi, ni kutokana na kusingizia kwake yeye Walidi kwamba Bwana Mtume ni muongo, Bwana Mtume ni mchawi. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya inayosema wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas ila akhir al-aya. Maana yake hatujajalia sisi kuonyesha wewe ulioonyeshwa huko mbinguni, isipokuwa tulifanya hivyo ni fitna kwa watu wale ambao wasiomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. انتهت القصة بحمد الله تعالى وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Hapa watukufu Islam, ndio mwisho wa Qissatul Miraji. Tumekisoma mwanzo mpaka mwisho. Nafikiri kuna mengi ambayo tuliyosikia, mengi ambayo ni maswali kwetu sisi. Mimi nielezee takriban kama mambo mawili. La kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anampita mtume mmoja, kisha akawa anapita mitume wengi, lakini wana kundi linalopata watu 10. Mara akapita mtume mmoja, lakini akapita kundi la mitume, lakini wana kundi kabisa katika umma wa watu. Lakini mtume pia alimpita mtume mmoja, akapita na mitume wengine, hawana kabisa watu. Nini maana yake? Manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wengi sana. Wale wanaowapita mtume mmoja na mitume wengi, lakini wana watu, wana kundi la watu lisiwazidi watu 10. Hawa ni katika wale manabii ambao wao walikabidhiwa watu chini ya 10, na akaambiwa, wewe utume wako ni kwa ajili ya hao watu wasiozidi 10, uwalinganie wamjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wale ambao wanaokuta na watu wengi ni hawa mitume mursalina, akina Muhammad, akina Nuhu, mitume ambao wanatajwa katika Qur'ani. Lakini aliwapita mitume wengine hawana kundi hata moja. Hawa ni manabii, yuko peke yake, lakini ni nabii katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya mtume kuwapita wale manabii. Nikupeni nafasi kama kuna swali lolote katika kiswa kizima tulichosikia, ili tupate faida ile ambalo ulilosikia. Naam, Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Katika safari ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anatumia buraku. Je, huyu malaika Jibril yeye alikuwa na usafiri gani? Jibril alikuwa na usafiri wake wa asili, zile bawa alizokuwa nazo. Pale alikuwa ana bawa, lakini pale Mtume hajaziona. Alienda kuziona Sidratul Muntaha, ndio aliliona umbile halisi la Jibril alayhi salatu wasalam. Huko alikuwa anashuka kama binadamu. Kwa hiyo alikuwa anatumia usafiri wake ule wa bawa zake alizoongozwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Swali la pili. Swali lolote ambalo ndio kugusa katika kiswa kizima. Naam. Nafikiri tumetosheka na Qissatul Miraj. Inshallah Taala tulikuwa tuchambue baada ya Qissatul Miraj kumalizika na ustazi mwenzangu Ustaz Suleiman, lakini sijajua ni kitatizo gani lililopata hajaonekana. Kishamaliana vizuri baada ya kiswa
atakaribisha maswali, tutasaidiana kujibu ile maswali. Kwa hiyo ndio binadamu hatujui kipi kilichopata sababu gani iliyofanya asiwepo katika dini, katika swali la Islamu jirani, sababu sisi ndio wasimamizi na sisi ndio tunatakiwa sote tuwe pamoja. Inshallah mpaka hapa tutakuwa tumekoma, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe siha, atupe afya, atupe umri tena, tuje tukutane na Rajabu ijayo inshallah Ta'ala, tuje tusimulie kisa kama namna hii. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tusome wal asri qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbil falaq na ilafi, ili tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo kuna waumini waliojitolea sadaka kidogo hapa ni chache, kwa hiyo tutaanza kipaumbele tutawapa kwanza watoto, tutakachobaki inshallah Ta'ala, alafu tutapitisha wakubwa. Kwa hiyo na ni tatu ziende kwa kina mama tatu, tuanze na watoto inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا كل ما نريد ونجنا كل ما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم إنا في جودتك حيثما كنا فلاحظنا بعيننا حيثما كنا. اللهم إنا في جودتك حيثما كنا فلاحظنا بعيننا حيثما كنا. اللهم إنا في جودتك حيثما كنا فلاحظنا بعيننا حيثما كنا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الظالمين برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والعفو منكم.